Akiendelea kutusomesha shekhe, neno ghamrun kathirul miyahi, addaranu alwasakhu taka, walmuradu huna, na makusudio ya hapa addaranu almaanawiyu, ni taka za kimaana, sio taka za kutafutiwaliwa usuguliwe nyumbani, sio taka hizo. Taka hizi hapa ni taka za kimaana. Wa huwa, na taka zenyewe, adhunubu, ni madhambi. Sawa. Wayadullu ala dhalika riwaya, wayadullu ala dhalika, inafahamisha kwamba sio taka za kusuguliwa na liwa, bali ni dhambi. Riwayatu Abi Hurairata radhiyallahu anhu inda Muslimin aidha, fadhalika mathalu salawati alkhamsi, huu mfano wa mto, ndio anasema huo ni mfano wa swala tano. Yamhu Allahu bihinna alkhataya, kwa kupitia swala tano Allah mtukufu huwa anafuta madhambi. Tumefahamiana? Kwa hivyo swala miongoni mwa hikima zake, Allah tabaraka wa taala anataka kuwafutia madhambi watumwa wake. Kwa hivyo ndio anataka katika kila wakati wa swala akukute katika swala, ili apate kukufutia dhambi zile ambazo imma umezifanya kwa kukusudia au ulizifanya kwa bahati mbaya. Allah tabaraka wa taala yuko tayari kukusamehe. Kwa hivyo ufanye wakati wa swala kuwa ni wakati wa tauba. Sawa. Ufanye wakati wa swala kuwa ni wakati wa tauba. Na imekuja hadithi ya Bwana Mtume, idha salla ahadukum falyusalli salata muwaddi'in, mmoja wenu anaposwali aswali swala ya mtu anayeaga. Huenda swala yako ya Isha hii ikawa ndiyo swala yako ya mwisho, kwa hivyo iswali vizuri sana. Hapa ndiyo mahala pako pa mwisho pa kutubia. Umefahamu? Hiyo ni hikma ya tatu ya kufaradhishwa ibada ya swala. Rabian, hikma ya nne, wanadarsa wenzangu, antakuna ghadhaan mustamirran, hii swala iwe kama chakula endelevu. Swala iwe kama chakula endelevu, liaqidati al-imani billahi. Swala ni chakula cha kwenda kuilisha imani ya mtu. Swala ni chakula cha kuilisha imani ya mtu. Mtu kama haswali, imani yake hunyauka. Kama unavyomuona mtu asiyekula, huyo mtu hudhofu na hatimaye anaweza akafa. Basi kadhalika mtu asiyeswali, imani yake inanyauka na hatimaye anaweza akawa kafiri. Tumefahamiana? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Swala ndiyo nguzo madhubuti kabisa katika dini ya Uislamu. Mtu atajulikana kuwa Muislamu, kigezo cha kwanza cha Uislamu wake ni kuonekana huyo mtu anaswali. Sawa? Tayyib. Kwa hivyo swala ni nini? Chakula, sio cha kushiba matumbo. Chakula mustamirran, chenye kuendelea, liaqidati al-imani billahi, kwa ile akida ya kumwamini Allah tabaraka wa taala, fi qalbihi, ambayo imani iko katika moyo wake huyo mtu.
fa inna ndiyo mulhiyati dunya wa wasawisi shaitani min sha'aniha an tunsiya al-insana hadhihi al-aqida. Anatuambia shekhe, anatuambia nini? Anatuambia fa inna mulhiyati dunya, yale mambo yenye kupumbaza ya ulimwengu, mambo yasiyokuwa na maana katika dunia. Watu ukisema mambo yenye kupumbaza, basi watu wanaweza wasiyafahamu, lakini ni mambo mengi ambayo tunaishi nayo. Miongoni mwao Simba na Yanga ni mambo yenye kupumbaza, ni mambo ya watu yanayowatoa katika udugu wao, ni mambo yanayowatoa katika imani zao, ni watu yanawatoa katika Uislamu wao, ni mambo yasiyokuwa na maana, lakini ndiyo mambo yanayotoa kipaumbele kabisa katika dunia hii. Yanga na Simba, timu zingine ujamaa wasindikizaji tu, ushafahamu bwana, hazina mpango wote. Ujamaa sijui Mwembeladu, timu ya Likuniki, umefahamu, hizo zote ni wasindikizaji tu. Lakini Simba na Yanga, watu wanauana kwa ajili ya Simba na Yanga, watu hawaozeshani kwa ajili ya Simba na Yanga, watu hawauziani kwa ajili ya Simba na Yanga, na mtu yuko tayari hata kuua lakini Simba ishinde au Yanga ishinde. Usiingie katika upumbavu huo, ushafahamu? Tayeb, kwa hivyo antakuna ghidhaan mustamirran liaqidati al-imani billahi ta'ala fi qalbihi, fa inna mulhiyati dunya, hakika ya yale yenye kupumbaza ya kilimwengu, wa wasawisa shaitani, na zile pepesi za shaitani, min sha'aniha, katika jumla ya mambo yake, zile mulhiyati na wasawisi min sha'aniha an tunsiya al-insana, mambo hayo humsahaulisha mwanadamu hadhihi al-aqida, hii aqida ya iman, wa in kanat maghrusatan fi qalbihi, hata kama hiyo imani imeoteshwa katika moyo wake, lakini kwa sababu kuna wasawisi kuna mulhiyati utamuona mtu kidogo kidogo anaondoka katika ushehe wake, anakuwa mchawi wa timu. Umefahamu? Hujawaona mashehe wameacha kazi yao ya kusomesha, wamekuwa wapiga debe wakubwa wa kuzipigia debe timu zao, mwenye Yanga na Yanga, mwenye Simba na Simba. Wewe usokuwa na timu, wale wenye timu zao husema hivi, bila shaka huyu atakuwa Yanga, huyu bila shaka huyu atakuwa Simba. Hapana, wengine hatupendelei Simba wala Yanga kwa sababu tumejua fitina zake. Umefahamu? Tunakutajia tu Simba yako uielewe, haina mustakbali mwema katika dini yako. Tunakutajia hiyo Yanga yako ulioikumbatia mpaka rohoni, haikupeleki pahala pema, hiyo itakupeleka motoni. Tumefahamiana? Jana kulikuwa na Yanga Day, sio? Siku ya Kiyama, yani kuna watu, Mungu atuhifadhi, watakwenda kutiwa motoni kwa mambo ya kipumbavu sana. Mambo yenyewe yanawatia motoni, hata hapa duniani hayakuwasaidia angalau wapate mchuzi mwekundu. Walikuwamo tu katika jahazi la kwenda ile inaitwa Pasaka Dar es Salaam, kuna Yanga huko. Umefahamu bwana? Yani hana chochote, hasara kara yeye, na motoni anakwenda yeye. Umeona? Huo ndio msiba mkubwa. Hatusemi afadhali, lakini angalau lile jitu hapa lililokula ovyo likala likafajaje likenda likachomwa huko, afadhali hilo tuseme hivyo. Lakini wewe
huna chochote, alafu ukachomwe moto wa Jahannam. Ukiuliza ulikuwa tu mpenzi wa Yanga au Simba, faya subhanallah. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah, hao ndio waliokula hasara ndugu zangu. Subhanallah, Mungu atuhifadhi. Wa in kanat, ijapokuwa ile imani maghrusatan fi qalbihi fa idha stamarra fi nisyanihi, pashike hapo imani ushakuwa nayo, lakini utakapokuwa na uendelevu wa kuisahau ile imani bisababi nsirafihi ila dhajijil ahawai, kwa sababu ya kwenda kwake mbio katika nini, yale mazogo ya matamanio, washahawati na matamanio, wal asdiqai, na kufata mkumbo wa marafiki, sawa. Wal asdiqai tahawala nisyan, hubadilika kule kusahau, ila juhudin wa inkarin, anafika mtu sasa anakanusha na kupinga. Ila juhudin, jahada, kukanusha, wa inkarin, na kupinga, sawa. Kashajarati, mfano wake ni kama mti kashajarati lati, kama mti ambao kutia anha almau, umekatishwa au mwagiwi maji. Kama mti ambao umekatishwa haumwagiliwi maji, inakuwaje? Tabudhulu, ule mti hunyanyuka, hinan kwa kipindi, minazamani, katika muda, thumma yatahawalu dhubulu ila mautin, kisha inabadilika kutoka katika kunyauka kwenda katika kukauka ule mti. Watatahawalu shajaratu, alafu unabadilika ule mti katika kukauka, ila hatabin yabisin, unakwenda kuwa kuni kavu, sawa. Ulikuwa mti mzuri sana, lakini ulipoacha kumwagiwa maji ukanyauka. Ilipozidi kuacha kumwagiwa ukakauka. Ulipokauka ukawa mkavu kabisa, ukageuka kuni, sawa. Walakin almuslimu, lakini muislamu, idha ma thabara ala salati, atakapodumu na kushikamana na swala, akawa kila anapokwenda anayo, kanat ghidhaan liimanihi, inakuwa ndiyo chakula cha imani yake. Kama unavyoona maji yakiumwagia mti, na wewe unaposwali imani yako inaongezeka, sawa. Alafu walam taudi dunia, hairejei tena dunia, wa mulhiyatuha, na vile vipumbazo vya dunia, qadiratan, hairejei kuwa na uwezo, ala idhaafi imani, juu ya kuidhoofisha imani, fi qalbihi, katika moyo wake, au imatatihi, au kuyua imani ndani ya moyo wake. Kwa hivyo imani yako, bustani hiyo ya imani, kutunzika kwake na uhai wake kunategemea swala yako. Kwa hivyo Mungu amekuletea swala, hikima yake ilizogo la dunia hili wewe likupite salama, sawa. Kila unaposwali likurejeshe imani yako. Udugu wangu mimi na huyu ni udugu aliyouweka Mungu, innamal mu'minuna ikhwa. Lakini huu udugu wa kuwa huyu mwenzetu wa Simba na Yanga, udugu huu umewekwa na mwanadamu. Ni ushike udugu wa nani? Ni uache udugu upi? Tunafahamiana vizuri? Sahi, hii ni mifano minne ambayo ameifanyia talkhis katika kutufahamisha kwa nini Mungu kaleta swala, hikma yake nini.
ondoka na hizo hikma, nenda ukazidurusi, usifahamu vizuri, na ikiwezekana umfahamishe mwingine. Na yule aliyerekodi mwambie akurushie katika simu zako. Wewe uliyekuwa huna kitabu, angalia angalau haya maneno uwe ukiyasikia mara kwa mara, labda Mwenyezi Mungu Subhana atatia taufiki ya gande katika nyoyo zetu, ili kuweza kumbe kufahamu swala kumbe ina hikma moja, swala kumbe ina hikma ya pili, swala kumbe ina hikma ya tatu na ya nne. Tumekwenda pamoja tukamilishe tarikhu mashru'iyatiha, tarikh ya kufaradhishwa hii ibada ya swala, kushariishwa kuwa ni wajib kwa Waislamu kutekeleza ibada hii. As-salatu, shekhe anasema swala, eleweni, minal ibadati alqadima, ni katika ibada za zamani, sio imekuja tu kwa ummati Muhammad, ni katika ibada za zamani sana. Fi mashru'iyatiha, katika kushariishwa na kuwajibishwa kwake. Faqad qala Allahu ta'ala an sayyidina Ismaila alayhi salam. Ismail anasema nini? Allah anasema wa kana ya'muru ahlahu bis-salati. Ismaila alikuwa anawaamrisha watu wake ibada ya swala. Ahlahu hapa sio watoto wake Nabii Allah Ismaila peke yao. Ahlahu ni wale wote ambao yeye alipelekwa kama mtume kwa wao. Kwa hivyo Nabii Allah Ismail alikuwa anafanya kazi hiyo. Na katika Adharia, Maula al-Mawali anatuambia wa amuru ahlaka bisalati, waamrishe watu wako kutekeleza swala. Na hawawezi kutekeleza swala kama hawaijui faida yake, kama hawaijui hikma yake. Sawa, wafundishe hikma ya swala. Kwa nini Mungu ameleta swala? Wafundishe faida ya swala. Mtu anayeswali anapata faida gani? Mtu asiyoswali anakuwa amekula hasara ya namna gani? Atakapojua haya, kwa sehemu kubwa atakuwa mtekelezaji mzuri wa swala. Lakini unaona swala zetu sisi, thumma amanu thumma kafaru, na kusudia mwezi huu kaswali, lakini mwezi huu haswali, wiki hii kaswali, wiki inayokuja haswali. Ni kwa sababu kwanza hajui hikma ya swala, wala hajui faida ya swala, wala hajui hasara ya kutokuswali. Kwa sababu gani? Aliinuka maskani kwa sababu kazomewa na watu wengi, twenzetu tukaswali, na yeye kainuka kuja msikitini, lakini hajui nini faida ya swala. Kwa hivyo kuacha huyo wakati wowote, akiwa Unguja unaweza ukamkuta anakuja kwa muhali wa watu wa mtaani kwamba fulani aswali, lakini akenda Sayonani Bongo, akenda Semenani hapo Bongo, hapo Ng'ambu hapo, akenda Semenani, swala anaiacha pale pale katika anapoingia katika meli. Shafahamu Kwanza anaona haya ainuke mkutanoni ende akaswali, si ataambiwa mdini, umefahamu? Hata mkutano ukiwa siku ya Ijumaa, mtu swala ya Ijumaa inampita, ambayo kuna tangazo kabisa limekuja, wadharul bai'a, maana yake acheni kila jambo linalokuzuieni mkakosa kwenda kuswali swala ya Ijumaa. Lakini mtu utamkuta anakata kofi tu, hana wasiwasi kabisa, kama kajiumba mwenyewe, kama pumzi za kwake yeye, kama dunia ya kwake yeye, hana hofu yoyote, na bado anaweka mipango ya miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo. Utafikaje huko huyo Mungu? Yani matukio yote unayoyafanya alafu unaweka mipango mpaka mwaka 2030. Yani nyumba si yako alafu unaweka sheria wewe.
Pole sana. Tayib, as-salatu min al-ibadati al-qadima fi mashru'iyatiha. Ndiyo tumesoma aya ya Allah katika surati Maryam, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati. Nabii Allah Ismail alikuwa anawaamrisha watu wake watekeleze ibada ya swala, ambayo moja kwa moja ina mafungamano baina ya mja na Mola wake. Kama tulivyosema, mja ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu aliyekuwa bado hajapata uhuru. Tumefahamiana. Mafungamano yao ya moja kwa moja katika kila siku yenye masaa 24 lazima wakutane mara 5 yeye na Mola wake. Lakini jambo la pili, wa zakati, akawa anaamrisha toeni zaka watu wake. Zaka inatengeneza mahusiano mema baina ya walionacho na wasiokuwa nacho. Wasiokuwa nacho wanapopokea zaka huona mali ya matajiri na wao inawahusu. Kwa hivyo inapotokea mali ile kuharibika au kufatwa na tatizo, hukimbilia haraka maskini kwenda kuiokoa ile mali ya tajiri. Lakini leo hebu angusha bunda la mapesa hapo, uwaone maskini watakavonyang'anyiana. Sio wakurejeshe, wananyang'anyiana, mtu anapotea na anakwenda kutangaza kabisa, leo riziki yangu bwana nami. Riziki yako hizi pesa za haramu. Umefahamu inasababishwa na nini? Kwa sababu matajiri sisi wametuacha, hatuna mafungamano nao. Lakini Mungu kila alipoamrisha swala akaamrisha waatu zakata, ili tutengeneze mahusiano mema baina ya matajiri na waliokuwa si matajiri, baina ya wenye uwezo na wasiokuwa wenye uwezo. Alal asafi shadidi, matajiri leo na wale wenye vyeo vyao wametuacha mbali mno. Ushafahamu mbali kabisa. Sijui mie hushangaa, mie nikuulizeni, ili tajiri awe tajiri akijenga jumba lake la ghorofa 20, ushafahamu hapa pembekezoni pake mpaka kufika Fuoni au Tunguu kusiwe na hivi vijumba vya mgongo. Vikiwepo vijumba vya mgongo, lile ghorofa linaporomoka thamani yake, sawa sawa na kwenda kujenga ghorofa kwetu kwa Rara. Ushafahamu haliwi na thamani kwa sababu limejengwa si mahala pake. Kwa hivyo na tajiri atakapokuwa peke yake yuko kule, alafu huku chini viko vijitu vinyonge, ule utajiri wake hauna maana yoyote. Ushafahamu? Na ndiyo maana Bwana Mtume walipomtaka makafiri wa Maka wamuweke mbali na wale maskini wanyonge akina Bilali na wengine, Mungu alimtuma Jibril haraka kabisa asije kuondosha mafungamano yake na wale watu wanyonge. Na kwa maana hiyo, kumbe wale viongozi wale wanatakiwa wawe karibu sana na sisi walala hoi. Shida zetu watutatulie, mambo yetu watuulize, watufate mitaani mwetu, tuna shida gani? Si ndio Mtume alivyokuwa? Sawa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum. Shida zenu zinampa tabu sana Bwana Mtume. Harisun alaikum, anapupa mpate mafanikio yenu. Huyu ndiyo kiongozi wetu. Mtume Muhammad ndiyo tulioambiwa kiongozi yoyote amuige huyo, awe harisun alaina, awe anapata tabu kwa kutuangalia sisi. Mshafahamu? Ama mimi siwezi kumwambia Mwenyezi Mungu akanitihani, lakini mimi namwambia Mwenyezi Mungu, kama utajiri yenyewe wa kujifaharia peke yangu, ndugu zangu Waislamu wenzangu ikawa hawatapata chochote katika utajiri wangu, haki zao za zaka sitoi,
sadaka sitoi, na kuomba ya Allah katika hadhara hii, mie utajiri huo usinipe. Shafahamu Usinipe. Watu hupiga kelele, wanataka waongezewe mishahara wao, lakini kuna watu kule wana mshahara, akenda kununua tungule umekwisha. Mshafahamu? Sisi na Uislamu, ya Rabbi, baina samai wal ardhi. Unakera, lakini hayo Tayyib, wa amuru ahlaka bisalati wazakati, wa kana ya amuru ahlahu bisalati wazakati, wa kana inda rabbihi mardhiya. Anasema Mwenyezi Mungu, kwa sababu hiyo, wa kana, akawa kwa sababu hiyo, inda rabbihi mardhiya, mbele za Mola wake akawa Ismail ni mja mwenye kuridhiwa. Kwa sababu gani? Ya amuru ahlahu bisalati wazakati. Sawa, ikawa sababu ya kupata nini? Radhi za Mwenyezi Mungu. Tayyib, fakadi fakadi arafatha alhanafiyatu, kwa hakika ile dini aliyokuja nayo Nabii Allahi Ibrahim ili itambua swala allati, dini ambayo buitha biha Ibrahim, alipelekwa nayo Ibrahima, wa arafaha atba'u Musa alayhi salam, pia swala waliitambua wafuasi wa Musa. Qala ta'ala ala lisani Isa alayhi salam. Hizi aya zinakufahamisha ibada ya swala ni ibada ya zamani, sio imeanza kwa ummati Muhammad. Wa awsani bisalati wazakati ma dumtu hayya. Isa pale alipotoka kuzaliwa, kabebwa na mama yake, watu wakamuuliza anna laki hadha, haikuja aya hiyo. Wakamuuliza, mtoto umempata wapi? Mariamu, hujaolewa, alafu kama umefanya uchafu, ma kana abuki mraa sauin wa ma kanati ummuki baghia. Wakati mwingine huwa tunashangaa sana, toto korofi sana hili. Hebu funua kurasa zako kwanza, we baba. Ushafahamu Usiangalie korosi zako we mwenyewe huko. Huyo mama yake, huyo mtoto wenyewe huku kabatiwa. Ushafahamu? Wale Mayahudi pamoja na ukorofi wao wanasema kumwambia Maryam, hili suala limewezekanaje? Wewe sio mtoto wa kuokota, wewe ni mwenye asili njema. Ma kanati abuki mraa sauin wa ma kanati ummuki, ma kana abuki mraa sauin wa ma kanati ummuki baghia. Kwa hivyo watoto wetu wanaturithi sisi. Kama ulikamatiwa atakamatiwa, kama ulizaa nje ya ndoa atazaa, huna kinga. Shafahamu? Na ukitaka kufanya bahthi, fanya bahthi. Wale wote waliozaliwa nje ya ndoa, 98% wamezaa nje ya ndoa. Kwa nini? Wamerithi. Usidhani mtoto anarithi sura tu hivyo. Huyu sura yake, huyu kama mama yake, huyu kama bibi yake, huyu kama mjomba wake, na tabia hivyo hivyo. Ukimwona mtoto mkorofi, rudi humo katika familia yako. Hapa bwana mzee fulani. Wa auswani bisalati. Kwa hivyo Nabii Allah Isa wakati anajielezea akasema, inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani, ndio akaeleza mengi, lakini akasema wa auswani bisalati wazakati. Unaiona zaka madumtu hayya. Wa indama
bu'itha nabiyuna Muhammadun, na alipopelekwa mtume wetu Muhammadi, kana yusalli rak'ataini, kabla ya kufaradhishiwa swala tano alikuwa anaswali rakaa mbili, kulla sabahin, kila asubuhi, wa yusalli rak'ataini kulla masain, kila jioni. Wafuridha alayhi rak'atani bilghadati wa rak'atani bil'ashiya, thumma nusikha biijabi salawati al-khamsi fi lailati masra. Shafahamu Bwana Wasira anatuandikia hivyo katika barazanji yake. Thumma nusikha biijabi salawati al-khamsi, ili faradhishwa lini? Fi lailati masrahu, katika usiku waliopelekwa Israeli. Wa huma almaqsudatani, na hizi ndio zilizokusudiwa biqauli llahi ta'ala, kwa ile kauli ya Mwenyezi Mungu, khitaban linabiyihi sallallahu alayhi wasallam, akimneneza mtume wake akimwambia, wasabbih bihamdi rabbika bil'ashi, swali kwa kumhimidi Mola wako, kwa kumtukuza Mola wako, kwa kumheshimu Mola wako, bila ashii, wakati wa jioni, wal ibkar, na wakati wa asubuhi. Hizi zilikuwa rakaa mbili zilizofaradhishwa kabla ya bwana mtume kufaradhishiwa swala tano ambazo zinatokana na swala 50. Hapa insha Allah kwa fadhila zake Allah tutasimama tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala haya tuliyoyasoma ayaoteshe ndani ya nyoyo zetu, haya tuliyoyasoma yanawiri ndani ya nyoyo zetu, haya tuliyoyasoma yazae matunda tufaidike katika dunia na akhera yetu. Tunakuomba ya Allah, anta rabbuna wa rabbu kulli shay'in, khaliqus samawati wal ardi, rabbul arshil karim. Ya Allah, nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridhaka wal janna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, wa na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Waghfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.